Hebu fikiria mtu unaweka bima ya gari. Unaweka bima ya gari, lakini huoni sababu ya kuwa na bima yako ya afya. Hivi ukifa ile gari anabaki nayo nani? Watachukua tu watu wengine. Kwa hiyo kama ambavyo ni mganga mkuu wa serikali Daktari Grace Magembe akieleza umuhimu wa Tanzania kujikatia bima za afya ili kurahisisha huduma za afya, wakati akifungua kongamano kubwa na la kwanza Afrika Mashariki lililohusu upandikizaji wa viungo kwa binadamu hapa mkoani Dodoma. Ameongea pale, mmoja wetu akatuambia kwa miaka mitatu yeye alikuwa anafanywa ile kusafisha damu, uchujaji wa figo, tumezoea kuita dialysis. Sasa fikiria dialysis unafanya mara 3 kwa wiki. Na kila mara unayokuja gharama zake ni kati ya 1,500,000 mpaka 280,000. Unakaa pale kwenye mashine masaa 4. Angekuepo angewaambia jinsi ambavyo wanachoka. Sasa fikiria miaka mitatu, mara 3 kwa wiki, wewe unakaa masaa 4 unachujwa damu. Kwa hiyo kwa kweli ni mateso, ni changamoto. Kwa hiyo tunashukuru pia serikali kuja na mpango wa bima afya kwa wote. Maanake ni kwamba sasa yule ambaye anasumbuliwa na figo lakini figo zake zinaweza zikapandikizwa, basi huyu atapandikizwa ili aachane na ile karaa au changamoto za kufanyiwa uchujaji wa damu kwa ajili ya wale ambao figo zao haziwezi kufanya kazi vizuri. Tunaelekea sasa kwenye huduma nyingine za upandikizaji. Tunataka upandikizaji wa ini, tunataka upandikizaji wa moyo. Kwa hiyo lazima pia tukae tuelewe kwamba nchi yetu inapiga hatua. Huko nyuma hizi huduma hazikuwepo, lakini huduma hizi zinakuja. Sasa nichukue nafasi kuomba Watanzania, hakikisha una bima yako ya afya, kwa sababu huduma zitakuwepo, majengo yatakuwepo, wataalamu watafundishwa, vifaa vitakuwepo, lakini kama wewe uwezo wa kuzipata hizo huduma hauna, huduma hizi hazitakuwa na maana. Kwa wale ambao hawana uwezo wa kiuchumi, serikali imeshaweka mpango wa kuwahudumia na namna gani itawahudumia. Lakini Watanzania wengine tuwe na bima zetu za afya. Hebu fikiria mtu unaweka bima ya gari. Unaweka bima ya gari, lakini huoni sababu ya kuwa na bima yako ya afya. Hivi ukifa ile gari anabaki nayo nani? Watachukua tu watu wengine. Kwa hiyo kama ambavyo tunaona umuhimu wa kuweka bima za magari, tuone umuhimu zaidi wa kuwa na bima ya afya, kwa sababu ile gari yenyewe wewe ndio unayenunua, wewe ndio unayeservice. Maana ni kwamba ukifa ile gari haitakuwa tena na maana. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake lazima tuwe na bima ya afya ili tuweze kutumia hizi huduma. Kongamano hili ambalo limewashirikisha wanasayansi kutoka ndani na nje ya nchi limefanyika leo jijini Dodoma kwa uratibu wa hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha Dodoma UDOM. Na hapa ni wakuu wa taasisi hizo mbili wakieleza zaidi kuhusu kongamano hilo. Kuona jinsi gani tunaishauri wizara mwelekeo mpya au wa kusonga mbele kwenye masuala ya upandikizaji viungo, kwa sababu sisi ndio wataalamu ambao tunatakiwa tuishauri wizara iweze kufanya nini. Inaweza kuboresha hayo maoni yetu na kuyafanya vizuri, baadaye anakuwa sera ambayo itatuongoza kwenye swala la kuendesha hii huduma ya upandikizaji wa viungo. Mpaka sasa hivi tunahitaji hiyo sera na sheria ili kila mmoja aweze kuwa na mwongozo ambao kilia kisheria, lakini pia kimaadili, na mtu aweze kuona kwamba hili swala sasa linalindwa na nguvu ya sheria. Kwa hiyo tumemwomba pia hapa Mheshimiwa CMO na natumaini Mheshimiwa Waziri atalifanyia kazi pia kwa ajili ya kuhakikisha kwamba sasa tunapata sera na sheria itakayoongoza masuala ya upandikizaji huduma za figo pamoja na uloto, lakini pia hata upandikizaji wa viungo vingine. Kwa hiyo nilikuwa malengo makubwa ya huu mkutano wetu wa leo. Ni miaka 10 ya kuwepo, lakini hii imeshafanyika. Tumeona pale takwimu kwamba tayari hospitali ishafanyia huduma ishatu kwa watu wagonjwa 52. Ni namba kubwa sana, na yote imeshirikiana ni kati ya UDOM, Benjamin Mkapa, lakini na taasisi za nje support. Tumeona kuna ule kutoka Italy, lakini pia kwa sababu ya mambo huwezi kufanya peke yako, ni lazima tushirikiane wataalamu wa ndani na nje. Ndio maana tunapozungumza swala la utafiti, pia hizi tafiti tunafanya kwa kushirikiana na vyuo vya nje, lakini na wataalamu wa nje, ili tuweze baada ya kupeleka wagonjwa wetu kule, wale wataalamu wanakuja kutrain watu wetu hapa. Lakini pia tunafanya tafiti za pamoja ambazo zinazidi kujengea uwezo wa ndani, hapo baadaye basi na sisi tutapeleka wataalamu wetu nje kwenda kuendelea kutoa mafunzo huko. Simulizi ya umuhimu na faida ya upandikizaji viungo inaelezwa na wanufaika hawa wawili wa mpango huu ambao nao walikuwa miongoni mwa washiriki wa kongamano hili
mmoja akinufaika na upandikizwaji wa figo na mwingine uloto, ambao wanasema upandikizaji huo umewarejeshea tabasamu na uhai ambao hapo awali walivikosa na hata kukata tamaa, na hivyo kuipongeza serikali kwa kuwafadhili, lakini kuileta huduma hiyo hapa nchini. Ilikuwa ni changamoto kwa watoto wetu kabla hawajafanyiwa. Mara kwa mara wamekuwa wakilazwa katika hospitali, kukosa masomo, kukosa matarajio yao ya baadaye. Lakini baada ya kufanyiwa upandikizaji, mwanangu kama mnavyomuona hapa leo, ikiwa ni sehemu ya kutoa ushuhuda, mwanangu sasa hivi ni mzima, anaendelea vizuri, hana changamoto zozote za kiafya. Naishukuru tena serikali ya Tanzania chini ya udhamini wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kudhamini matibabu haya. Lakini pia shukrani za dhati ziende kwa wizara husika ya afya kwa kuweza kusimamia sera ya nchi na kuweza kufanikisha matibabu haya kufanyika nchini Tanzania. Lakini pia napenda kutoa shukrani za dhati kwa madaktari wa hospitali ya Benjamin Mkapa kwa kushirikiana na madaktari wa Muhimbili National Hospital kwa kuweza kushirikiana katika matibabu haya na kufanikisha matibabu haya sasa hivi yanapatikana Tanzania. Nipende kutoa wito kwa wazazi wenzangu ambao bado hawajafikiwa na matibabu haya waweze kuja hospitali ya Benjamin Mkapa kuweza kupata vipimo vya awali pamoja na kuweza kupata matibabu ya kudumu kwa watoto wetu. Nilifanya upandikizaji katika hospitali ya Benjamin Mkapa tarehe 16 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Kwa kweli upandikizaji ulienda vizuri. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, serikali ya awamu ya 6 inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa ajili ya kutoa huduma ya upandikizaji na kuleta tabasamu kwa Watanzania. Lakini pili, niwashukuru sana madaktari wa hospitali ya Benjamin Mkapa ambao kwa nafasi yao walijitahidi sana na walifanya zoezi hili likaenda vizuri na hatimaye tukapata uponyaji. Kipekee niweze kuwashukuru hao kwa maana ya kurejesha afya yangu, na sasa niko vizuri, niko salama na naendelea na majukumu yangu ya utekelezaji katika shughuli zangu za kila siku za kazi. Mimi ni Fadhili Akida na hii ni Daily News Digital, Dodoma.